الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الأبابيل وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فيا أيها الناس فقد فاز المتقون. Nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukiangalia mimi na wewe tumeletwa katika ulimwengu huu ili tuweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na ili tuweze kupata kufaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu katika imani, kila mmoja aelewa kwamba leo ni siku gani kwa wale wenye akili, na kumeshaelezwa sana kuhusiana na siku hizi au siku hii ya Ijumaa. Lakini Waislamu wa zama hizi, namna tulivyo na namna tunaenda tofauti na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu ni kwa sababu tayari wamejipa imani kwamba wenyewe hata wasiposali watafaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wasipomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wenyewe wanaitakidi kwamba watafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa salama na imani. Na ndio maana yafikia wakati mtu ukimwelezea kuhusiana na fadhila na faida zinazopatikana katika kuwahi msikitini, mtu tayari kwamba yeye ana habari na fadhila hizo, kwamba yeye anaona tayari kashabitosha na kile alichokifanya. Na mimi
anwani yangu ya hotuba nitaileta hapo hapo, kwa sababu anwani ya hotuba itazungumzia tahadhiri al-amani limaghfirati, kujiaminisha au kutahadharisha kutokana na kutamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala pasina ya kufanya hapo, kwamba mtu anajiaminisha kwamba yeye atapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala pasina ya kufanya matendo mazuri. Na ndio hawa ambao unaweza kumwambia kuhusiana na fadhila za Ijumaa, unaweza kumwambia kuhusiana na fadhila za kutoa, unaweza kumwambia kuhusiana na fadhila za kusali na fadhila za aina mbalimbali, lakini hawezi kuelewa kwa sababu tayari kashajiaminisha na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ataketi siku moja na atamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na atamkubalia pasina ya kufanya matendo mazuri. Na ndio watu waliotuzunguka katika jamii zetu, kwamba wenyewe walijiaminisha na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'na min al-muqtarrina min qawlihi, kwamba tumesikia kutokana na wale wenye kuadalika kutokana na kule kusema kwao, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, kwamba hawa ni wenye kuadalika na wenyewe. Ndio hawa hivi leo, hata ukimwambia fadhila za siku ya Ijumaa, ukimwambia fadhila za kutoa na fadhila za aina mbalimbali, hawezi kuelewa kwa sababu yeye tayari anasema inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Huyu tayari kashajiaminisha na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, anatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala basi ya kufanya matendo mazuri. Na ukiangalia watu wengi kama hao tunao katika jamii zetu, wenyewe wanatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na hawana chochote wanachokifanya cha kuweza kuwakutanisha na Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa salama, kwamba wenyewe wanasema kwamba inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi, wa huwa ghaniyun anna, na aliyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujitosha kuepukana na sisi. Wanasema hivyo hao. Wa an amalina, na amejitosha pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kuepukana na matendo yetu. Wa khazainuhu, na hazina za Allah subhanahu wa ta'ala mamnu'atun bil khairi, imejaza khairu hazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wenyewe wanasema inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia wa huwa ghaniyun anna wa an a'malina wa khazainuhu mamnu'atun bil khair wa rahmatuhu wasi'at kulla shay'in, kwamba wenyewe wanasema kwamba rehema za Allah subhanahu wa ta'ala zimekienea kila kitu. Ni maneno yao haya, maa israrihim, pamoja na kuendelea kwao, ala fi'li al-ma'asi wa tarki al-a'mali salihah, kwamba wanasema rehema za Allah subhanahu wa ta'ala zimekienea kila kitu. Wanasema hivyo pamoja na kuendelea kufanya kwao maasi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema lakini huku wanaendelea kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno hayo yako sahihi kabisa, tena ni sawa sawa, kwamba rehema za Allah subhanahu wa ta'ala zinakienea kila kitu, na hazina ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile imejazwa kheri
maneno haya yako sawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, nitajibu maneno haya hayana tatizo lolote. Tatizo maa Israeli ala fi'li maasi, tatizo ni hapo kwamba maneno haya hayana tatizo kabisa. Tatizo ni kule kuendelea kwao kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, maneno haya hayana tatizo, lakini tatizo lipo maa Israeli ala fi'li maasi wa tarki al-a'mali salihah. Tatizo kubwa kwamba wenyewe wanajua kwamba hazina za Allah subhanahu wa ta'ala, hazina ya Allah subhanahu wa ta'ala imejaa kheri na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala zinakienea kila kitu. Wanasema hivyo. Tatizo lipo katika kuendelea kwao kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaanao ni kana kwamba wao hao wenye kusema hivi, alafu tatizo wakaendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Na wajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni takitu kuepukana na sisi, na wanaelewa kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala rehema zake zimekienea kila kitu. Maneno haya ndio tukasema yako sawasawa. Tatizo na hawa watu hawa ni kule kuendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Bwana huyu anasema kwamba wakaanao nekana kwamba wao yakuluna, wanasema bilisani ahawalini, kwa ulimi wa hali zao. Wenye kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote, na wenyewe pia wanaendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni kana kwamba wao wanasema kupitia ulimi wa hali yao. Wanasemaje kupitia ulimi wa hali yao? Kwamba wenyewe wanaitakidi kwamba Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote, na wanajua kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe watu wanaowafanya. Tatizo lipo katika kuendelea kwao. Ndio Bwana anasema ni wakaanao kana kwamba wao yakuluna bilisani ahawalihim, wanasema kwa ulimi wa hali zao kwamba anna taat, hakika taa la yanfa'u, hainufaishi chochote. Kwa namna wanavyoendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni kana kwamba wanasema kwa kupitia ulimi wa hali yao kwamba taa hainufaishi chochote. Wa anna al-maasi la tadhuru, na maasi kwamba hayadhuru. Wa hadha buhtanun adhim, na huu ni uzushi mkubwa, kwamba mtu anasema kwamba taa hainufaishi, maasi hayadhuru kitu chochote. Bwana huyu anasema wa hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi mkubwa. Na ndio maana hivi leo utaona kwamba watu wengi tunapuuza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tayari tumeshaaminisha na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Ni sawasawa. Tatizo lipo maa Israeli ala fi'li al-maasi wa tarki al-a'mali salihah. Tatizo lipo hapa. Maneno haya yapo sahihi, hayana tatizo lolote kwamba Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Tatizo ni kule kuendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, aliyokuwa wajua anasamehe madhambi yote. Ndio maana watu hawana habari ya kukimbilia mambo ya kheri, kwa sababu wanajua inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, lakini tatizo wanaendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati qala Allah ta'ala, na hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, na yeyote mwenye kufanya uzani wa mchungu, khayran ni kheri, ilikuwa kwamba yara thawabahu, ataonyesha malipo yake, ataonyesha thawabu zake za
kile alichokifanya. Waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, kwamba yara thawabahu, ataziona thawabu za kile alichokitenda. Ndiyo ataendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na yeyote mwenye kutenda udhani wa mkuchuni kwamba ni shari kuwa yara yaqabahu, ataonyeshwa, ataona kile alichotenda, kwamba hapo kuna kitu cha kadiriwa hapo, kwamba yara thawabahu yara yaqabahu, lazima atakionyesha kile alichotenda, hata kikiwa ni kidogo vipi atakionyesha. Wakala ni Hasan al-Basri, na amesema Hasan al-Basri, inna amaniya al-maghfirati, hakika kutamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala pasina ya kufanya matendo yoyote yatakayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri anasema kutamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kad la'ibat bi aqwali hatta kharaju min ad-dunya mafalisa, yani min al-a'mal salihah. Huyu ni Hasan al-Basri, na ndio hawa tulio wengi tunatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala pasina ya kufanya matendo mazuri, pasina ya kufanya matendo yatakayokurudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kukusamehe. Hasan al-Basri anasema kwamba hakika kutamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika kumewachezea watu wengi sana, kad la'ibat bi aqwali hatta kharaju min ad-dunya mafalisa, kwamba anasema huku kutamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kumewachezea watu wengi sana, hatta kharaju min ad-dunya, mpaka wakatoka katika dunia mafalisa, yani min al-a'mal salihah, kwamba wametamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wakatoka duniani hali ya kuwa ni wenye kufilisika, mafalisa. Ni katika uzani wa mafaila, ndio akasema kwamba yani min al-a'mal salihah, kwamba wamefilisika. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala basi na ya kufanya amali nzuri, wanatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wao hawana habari na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio bwana mmoja akasema kwamba annasu niyamun hata idha matu itabaru, kwamba watu wote wamelala mpaka watakapokufa ndio wanazinduka, wa idha ntabahu, na watakapozinduka nadamu wanajuta, wa idha nadamu lam yanfa'i nadamu, kwamba na wakijuta yale majuto yao hayatawasaidia chochote, kwa sababu tayari wameshakufa. Hali ya kuwa wao walikuwa wanatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala basi ya kufanya matendo ambayo yatakayoweza kuwakurudisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakitajia mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala hawana habari nao, wakiambiwa leo ni siku gani, hawana dharura yote, uwani msikitini, hawana habari na amali njema. Annasu niyamun hata idha matu intabahu, kwamba watu wote wamelala kutokana na kufanya amali nzuri. Watu wamelala kabisa, hawana habari, hawaelewi kwamba ipo siku wataelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio bwana mmoja anasema sisi tunataka tusife mpaka tutubie, wanahnu la natubu hata namuta, na sisi hatutubii mpaka tunakufa. Tunatamani tusife mpaka tutubie kile tulichomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, yale madhambi tuliyotenda. Tunatamani sisi, kila mmoja atamani kwamba asife mpaka atubie, lakini huyu bwana anasema sisi hatutubii mpaka tunakufa. Sababu nini?
tunatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ya kufanya amali njema. Angalia hawa watu walio wengi kwamba wenyewe wanatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawana wanachokifanya ambacho kitawakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hana habari na ibada, hana habari na sadaka, na mambo yote ya kheri. Ukimtajia mambo msikiti na Allah hana habari, wewe mtajia mambo mengine anaweza kukuelewa. Ndio hawa tayari kadilaibat bi aqwali hatta kharaju min ad-dunya mafalisa, yani min al-a'mal salihah, wanatoka wakiwa watupu katika dunia, kwa sababu walikuwa hawana habari na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa hawana habari na mambo ya khairati. Wakala aidan, anasema vile vile Hasan al-Basri, inna al-mu'mina jamaa ihsanan wa khawfan. Hasan al-Basri anaendelea kusema inna al-mu'mina, hakika mu'min wa sawasawa, aliyeshikamana na imani iliyo sawasawa. Angalia ndio anayezungumziwa na Hasan al-Basri. Hasa mimi na wewe tutakana tujichunguze, tupo katika waumini wa sawasawa au ndio wale waumini wa kimajazi? Leo una imani, kesho hauna. Ukitajia jambo la msikiti, basi imani imeshatoka hapo, wewe hauna habari. Hasan al-Basri anasema innal mu'mina, hakika muumini, jamaa ihsanan, amekusanya wema. Huyu ndio muumini wa sawasawa, amekusanya wema, wa khawfan, na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Muumini aliyo sawasawa anakusanya wema ambao utakaomsababisha aweze kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa salama, na vile vile anakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzila, yeyote mwenye kuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala analipinda katika kufanya mambo ya taa. Mtu mwenye kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala basi ya kufanya amali njema. Anafanya amali njema kisha ndo anatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Innal mu'mina jamaa ihsanan wa khawfan, huyu ni muumini aliyo sawasawa, anakusanya wema na hofu vile vile anakuwa nayo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inal munafiqa, na hakika munafiki, ndio kuangalia wewe katika pande mbili hizi, upo wapi? Unaingia katika waumini au katika wanafiki? Akasema kwamba wa innal munafiqa, na hakika munafiki, jamaa isaatan wa amnan. Kwamba munafiki namna alivyo yeye, kwanza amekusanya uovu na kujiaminisha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atafaulu. Huyu ni munafiki. Je, uangalie katika pande mbili hizi, wewe uko katika upande wa munafiki au upande wa muumini, ambaye muumini kazi yake ni kukusanya wema na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini munafiki yeye anachokifanya ni kufanya maovu, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kujiaminisha. Walmu'min la yusbihu illa khaifan, hakika mu'min hapambaukiwi na ile asubuhi tu panapokucha, isipokuwa anakuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Akipambaukiwa tu na asubuhi, wala yumsi wala hajulana jua illa khaifan, isipokuwa anakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni muumini. Kwanza akichelewa tunajua, akipanga ikiwa tuna asubuhi anakuwa na hofu ya Allah subhanahu
anki na anki. Huyu ni muumini aliyo sawasawa, anafanya huko anakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmunafiku, na munafiki, yatrukuna amala, anaacha kufanya amali nzuri, anaacha kufanya amali ambazo zitakazomkutanisha akiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa salama. Kwamba yatrukuna amala, anaacha kufanya amali au anaacha kufanya matendo mazuri. Wayakulu, na anasema sawatu nasi kathirun, kwamba kundi la watu ni wengi sana, kwamba sisi tunawaasi Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ambao hatusali, sisi ambao hatutosali ni wengi sana. Sawatu nasi kathirun, kwamba kundi la watu wengi sana. Wasawfa yughfaru li, na kunde kidogo tu utasamehewa. Tayari ameshajipa matumaini kwamba yeye atasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala wapo wengi. Huyu ni munafiki huyu. Haya, mtu kama huyu alafu mweleze mambo ya kheri, atakuelewa? Hawezi kukuelewa. Hata upige adhana 20 kuanzia asubuhi mpaka jioni, hawezi kuja msikitini, kwa sababu yeye anatakidi kwamba kundi la watu wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala ni wengi katika mtaa wake. Anaona Waislamu wengi hawasali katika mtaa wake, na yeye anajipa imani kwamba Mwenyezi Mungu atamsamehe kwa sababu kundi la watu wanaoasi ni wengi. Ndio yafikia hatua mpaka anasema bora hata mimi nisioswali, lakini yule, kwa sababu tayari amezidiwa matumaini na kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiangalia mpaka bwana mmoja akasema kwamba i'lam anna dina shatrani, kwamba dini ni sehemu mbili tu. Ili wewe uwe na dini iliyo sawasawa, ili wewe ulipo kwamba una dini, huyu bwana akasema kwamba ni sehemu mbili tu, na sehemu mbili hizi ukizishika tayari wewe umeshashika dini. Akaeleza huyu bwana kwamba ahaduhuma, sehemu ya kwanza ya kuweza kushika, anasema ni tarkul manahi, ni kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu ya kwanza. Ukishaacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema wal akhar, na sehemu nyingine fi'lu ta'at, ni kufanya mambo ya taa. Hiyo ndio dini. Kwa sababu gani tuseme kwamba yatakikana mtu ashike sehemu mbili? Huyu bwana alisema kwamba i'lam anna dina shatrani, ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lu ta'at. Sehemu mbili ndio akaeleza. Kwa sababu gani asema hivi? Kwamba akasema wa tarkul manahi, na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ashaddu, ndio jambo gumu na ndio jambo zito linaloshika watu. Sehemu mbili hizi, kwamba anasema wa tarkul manahi wal ashaddu, ndio jambo zito. Kwa sababu gani? Fa inna ta'ati yaqdiru alaiha kullu ahad, kwamba kufanya taa kila mmoja anaweza. Msikitini anaweza akaenda, sadaka anaweza akatoa, tayari kashafanya taa, na akafanya yote ambaye ni taa. Wa tarku shahawat, asema la yaqdiru alaiha kullu ahad, hawezi kuacha mambo ya haya ya maasi illa siddiqun, isipokuwa wale ambao ni wakweli katika imani. Hawa ndio watu ambao wanaweza kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu toa kila mmoja anaweza kufanya toa, kwamba toa anaweza kila mmoja. Wa tarku shahawat la yaqdiru alaiha illa siddiquna, hapa katika kuacha maasi. Na mtu akishaacha maasi lazima atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni ngumu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tayari moyo wake umeshaenda kule, moyo wake tayari umeshaathirika katika upande wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio hawa ambao wanatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi na ya kufanya amali yoyote ambayo itakayowasaidia. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba
almuhajiru man hajara su'a, kwamba mwenye kuhama ni yule ambaye ameacha maovu. Huyo ndio muhajiru, ndio mwenye kuhama. Ulikuwa unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ukaacha ukaingia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina shar'ani, dini ni sehemu mbili tu, tarku manani wa fi'lu ta'ati, na kufanya mambo ya taa. Ili tuweze kuokoka na tuweze kusalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tufanye yale ambayo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndugu zangu, tunamwasi Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile tunaendelea kula neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hatujui kwamba hizi neema tutakuja kuulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akishajua kwamba ana neema anapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi akatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni kujipinda katika kufanya toba. Bwana mmoja akasema kwamba wa'lam, najua wewe, wa'lam annaka, najua hata wewe, inama ta'asi Allah, hakika si vinginevyo wewe unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala bijawarika, kwa viungo vyako. Unamwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa viungo alivyokupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inama hiya ni'matun min Allah alayka, kwamba hivyo viungo ulivyopewa wewe unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala ni neema iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe. Na ndio yafikia hatua mtu haelewi kwamba ana neema amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Man lahu neema la ya'lam anna lahu neema, wa yu'lam anna lahu neema, wa yunkiru anna lahu neema. Kwamba mtu mwenye neema hajijui kwamba yeye ana neema, lakini watu wengine wayu'lam anna lahu neema, na inajulikana kwamba ana yeye neema, wa yunkiru anna lahu neema, na anapinga kwamba yeye hana neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi viungo tulivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni neema tosha kutoka mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kuulizwa kuhusiana na neema hizi tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu siku ya kiyama ataulizwa kile alichokifanya. Kama ndio wale tutakaobakia sisi tutatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi na kufanya amali njema, tutafeli na tutafilisika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutokuwa na kujitetea mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunatamani msamaha basi na kufanya matendo mazuri. Kwa hiyo tuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuongoza ili tuwe na mwisho mzuri, mwisho ambao ndio kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwe kama hawa ambao wanatamani msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na hawana habari na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba mtu afanye ibada ili hadithi. Sababu ni nini? Kwa sababu yeye tayari inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, lakini hana chochote anachokifanya ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aweze kumsamehe yale aliyokosea baada ya kupoteleza. Hana, na atarajia mtu huyo akutane na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa salama na amani. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaytanir rajim. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فيا أيها الناس فقد فاز المتقون. قال الله تعالى مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل خليفة نبيك على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وارض اللهم عن الإمام الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وارض اللهم عن ليث بني غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأعز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.